Ndugu waandishi wa habari, taarifa yetu ya pili leo ni kuhusu matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika Septemba mwaka huu 2025. Baraza limeidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo hayo katika kikao chake cha 168 kilichofanyika tarehe 1 Novemba 2025 katika ofisi hizi za baraza. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa 1,172,324 walisajiliwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, wakiwemo wasichana 637,162 sawa na 54%, na wavulana 535,162 sawa na 46%. Kati ya watahiniwa waliosajiliwa, watahiniwa wenye mahitaji maalum walikuwa 4,682 sawa na 0.4%. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 98% sawa na watahiniwa 1,146,231. Aidha, wapo watahiniwa 26,093 sawa na 2% ambao hawakufanya mtihani pamoja na kuwa tuliwasajili. Ufaulu kuhusu mtihani huu, matokeo yake, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa 0.93 na kufikia 81.80 kwa mwaka huu 2025 kutoka 80.87 ya mwaka 24 na 80.58 ya mwaka 2023. Hivyo watahiniwa 937,581 wamefaulu kwa kupata madaraja ya A, B na C. Pamoja na ufaulu wa jumla kupanda, ubora wa ufaulu nao umeimarika kwa 1.07 na kufikia 36.9 sawa na watahiniwa 422,923 mwaka 2025 waliopata daraja la A na B. Mwaka 2024 ubora wa ufaulu ulifikia 36% na mwaka 2023 ni wakumbushe ubora wa ufaulu ulikuwa 27%. Tunaposema ubora wa ufaulu tunamaanisha kundi la watahiniwa waliopata madaraja ya juu ya ufaulu, yani A na B, kwa kuwa wamepata alama kuanzia 30 au zaidi kwa kila somo au alama 180 kwa masomo yote 6 yanayotahiniwa katika elimu ya msingi. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, takwimu zinaonyesha kuwa ulinganifu kwa jinsi, 82.51% ya wavulana waliofanya mtihani wamefaulu na 81.21% ya wasichana waliofanya mtihani huo nao wamefaulu. Kati ya watahiniwa wote 937,581 waliofaulu, wavulana ni 429,104 sawa na 46% na wasichana ni 508,477 sawa na 54%. Ubora wa ufaulu umeimarika kwa jinsi zote, kwani kwa wasichana umefikia 33.71 ikiwa ni ongezeko la 0.7, na kwa wavulana umefikia 40.73 ikiwa ni ongezeko la 1.52 ikilinganishwa na takwimu za mwaka 2024. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watahiniwa 422,923 waliopata madaraja ya A na B, wasichana ni 211,090 sawa na 49.91 na wavulana ni 211,833 sawa na 50.09. Hivyo ubora wa ufaulu kwa wasichana na wavulana unawiana vizuri, ni sawa na kusema kimahesabu ni 50 kwa 50. Kuhusu ufaulu kwa kuangalia idadi ya shule katika makundi ya umahiri, kati ya shule 19,436 zenye matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi 2025, jumla ya shule 17,727 sawa na 91.21% zimepata wastani wa daraja A, B na C. Shule 12,224 sawa na 62.89% zimepata wastani wa daraja C ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Aidha, shule zilizopata wastani wa madaraja ya A na B zimeendelea kuongezeka, ambapo kwa mwaka huu zimeongezeka kwa 4%. Mwaka 2024 ziliongezeka kwa 7% na mwaka 2023 ziliongezeka kwa 1.7%. Pamoja na kuwa ubora wa ufaulu kishule katika makundi ya umahiri kwa mwaka 25 umeimarika zaidi ikilinganishwa na mwaka 24,
takwimu zinaonyesha kuwa zipo shule 4 zimepata wastani wa daraja E, yani alama kati ya 0 na 60. Mwaka 2024 tulikuwa na shule 9 zilizopata wastani wa daraja E, na mwaka 2023 hakukuwa na shule iliyopata wastani wa daraja E. Kuhusu ufaulu kimasomo, katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, jumla ya masomo 6 yalitahiniwa. Mawili ni masomo ya lugha, Kiswahili na English language. Mawili ni masomo ya sanaa, yani maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na somo la uraia na maadili, na masomo mawili ya science ikijumuisha somo la science na teknolojia, pamoja na somo la hisabati. Kwa upande wa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili umepanda na kuendelea kuwa mzuri, kwani watahiniwa wamefaulu kwa 88%, ambapo takriban 60% kati yao wamepata daraja A na B. Ufaulu wa somo la English language umeendelea kuimarika kwa mwaka wa 4 mfululizo, kwani mwaka 25 ufaulu umefikia 50.11, ikiwa ni ongezeko la 7% kutoka 43 ya mwaka jana 2024. Mwaka 2023 ufaulu wa somo la English language ulikuwa 34%, na mwaka 2022 ulikuwa 29%. Hivyo kutoka mwaka 2022 mpaka mwaka 2025 kuna ongezeko la 21% katika somo la English language. Takwimu zinaonyesha kuwa kuimarika kwa somo la English language ni kwa jinsi zote, kwani kama ilivyokuwa mwaka 24 ambapo hakukuwa na tofauti kubwa ya ufaulu kati ya wavulana waliokuwa na 43.62 na wasichana waliokuwa na 43.37, na mwaka 23 ambapo wavulana walikuwa na 34.39 na wasichana 34.32. Hata mwaka huu 25 hakuna tofauti ya ufaulu kati ya wavulana na wasichana, kwani wavulana wamepata 50.85 na wasichana 49.50. Kwa upande wa masomo ya sanaa, takwimu za ufaulu zinaonyesha kuwa kwa masomo yote mawili katika kundi hili, yani masomo ya maarifa ya jamii na stadi za kazi na uraia na maadili, ufaulu wake ni mzuri. 70.29 watahiniwa katika somo la maarifa ya jamii na stadi za kazi wamefaulu, na 86.37 katika somo la uraia na maadili watahiniwa wake nao wamefaulu. Kwa upande wa masomo ya science, ufaulu katika somo la science na teknolojia ni mzuri, ambapo 84.43 ya watahiniwa wamefaulu kwa ongezeko la 0.68 ikilinganishwa na mwaka 2024. Mwaka 23 ufaulu ulikuwa 74% katika science na teknolojia. Aidha, ubora wa ufaulu katika somo la science na teknolojia kwa watahiniwa waliopata madaraja ya A na B umeendelea kusalia 48% kama ilivyokuwa mwaka 24. Mwaka 23 ubora wa ufaulu katika somo la science na teknolojia ulikuwa 28%. Kwa upande wa somo la hisabati, 56.66 ya watahiniwa wamefaulu, ikiwa ni ongezeko la 1.54 ikilinganishwa na mwaka 2024. Mwaka 2023 ongezeko lilikuwa 6%. Kuhusu ubora wa faulu, takwimu zinaonyesha kuwa watahiniwa waliopata madaraja ya A na B katika somo la hisabati ni 22%. Mwaka 2024 ilikuwa 23%, na mwaka 2023 ilikuwa ni 11%. Aidha, idadi ya watahiniwa waliopata daraja E katika somo la hisabati nayo imeshuka kutoka 7.23 ya mwaka 2024 na kufikia 6.04 ya mwaka 2025. Niwakumbushe kwa mwaka huu 2025 tunapima tumetahini somo la hisabati na masomo mengine. Katika somo la hisabati hususan tumeachana na upimaji wa maswali ya kuchagua, multiple choice. Kwa hiyo wanafunzi katika maswali yote wamekuwa wakikotoa, na utaona sasa hakuna mabadiliko katika ubora wa ufaulu. Ufaulu wa jumla kwenye hisabati umepanda, lakini kwenye ubora wa ufaulu hakuna mabadiliko kati ya mwaka jana na mwaka huu, na hii inaonyesha kwamba sasa ule ukokotoaji, ufanyikaji wa mtihani wa hisabati kwa mfumo wa ukokotoaji sasa umeimarika, na wale wa mwaka jana tulikuwa na 7% waliopata daraja E, na mwaka huu 6% yalikuwa daraja E. Nayo inaonyesha sasa format ile inaendelea kuzoeleka, na matarajio yetu sasa koti hizi ya mwaka jana na hii ya mwaka huu kadri zitakavyokuwa zinaendelea na elimu ya sekondari, pengine miaka michache ijayo na matokeo ya kidato cha 4 yataimarika zaidi. Ndugu waandishi wa habari, niongelee kuhusu matokeo yaliyozuiliwa. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 245 ambao waliugua au kupata matatizo mbalimbali na kushindwa kufanya mtihani kwa idadi kubwa ya masomo au masomo yote.
Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kurudia kufanya mtihani huo mwaka 2026 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 31 waliofanya mtihani ambao walibainika kufanya udanganyifu katika mtihani huo. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 7 walioandika lugha ya matusi katika karatasi zao walizojibia mtihani. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili I na J cha sheria ya baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani nchini, wakuu wa shule, wasimamizi na wasahishaji wote kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka huu kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu zilizowekwa. Kuhusu utoaji wa matokeo haya, nitangaze kuwa kwa mwaka 2025 kwa matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kutakuwa na mabadiliko. Tulizoea matokeo kuwekwa kwenye tovuti ya baraza la mitihani yakiwa na majina ya watahiniwa. Sasa kwa kuzingatia kanuni na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambao baraza imesaini utekelezaji wake, matokeo yatatolewa bila kuwa na majina ya watahiniwa. Badala yake, namba za mtihani zitatumika kutambua matokeo ya kila mtahiniwa. Mtahiniwa atakayesahau namba ya mtihani, mzazi au mlezi anashauriwa kuwasiliana na mkuu wa shule ambayo alifanyia mtihani ili kupata matokeo yake. Matokeo ya mtihani huu yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz. Baraza limewasilisha matokeo haya kwenye mamlaka zinazohusika ili zifanye uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga na elimu ya sekondari kwa mwaka 2026 ambapo taarifa yake itatolewa mara baada ya zoezi husika kukamilika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.